Kwa adhabu ya wanaokuwa wameharibu sana kwa sasa, wameiba sana, sasa hivi adhabu itakuwa kutajwa majina yao na kuona aibu. Naambia tu jamani, haya anzeni kuona aibu. Haya basi, nendeni tena mkaibe tena mkaharibu tena. Jamani, hata wafungwa na watu walio na makesi mahakamani wote watoeni, waambieni tuwaone aibu. Hivi wale walioko magerezani na wafungwa wana makosa makubwa sana kuliko hawa wanaoua maelfu, wanaoiba na kuharibu kwa sura kama hii anayosema CAG hapa, wanayosema TAKUKURU na hawa wengine. Kwa nini wenyewe tusitaje tu majina yao alafu watoke waone aibu, yaishe, waendelee na mambo yao? Je, ni macho yangu au ni ndoto za mchana kwamba ripoti hii ya CAG, TAKUKURU na tathmini ya utendaji wa taasisi za umma imemaanisha kwamba Samia na kinachoitwa serikali yake wote wanatakiwa kujiuzuru mara moja na mashtaka ya ubadhirifu na kushindwa kusimamia majukumu yanatakiwa yafunguliwe dhidi yao, tukiachilia mbali ripoti ya mauaji ya tarehe 29/31 na baada ya hapo na kabla ya hapo, ambayo bila shaka inawezekana imepikwa kwa namna nyingi za kiufundi na kumtafuta wa kumfunga paka kengele. Vyovyote ilivyo, kushindana na ukweli ni sawa na kushindana na kivuli chako. Kwa vyovyote vile utajipiga bure na kujidhuru bure bila kujalisha ni kwa muda gani utaonyesha kwamba umekishinda akili kivuli chako, au umejitahidi sana kuhakikisha kivuli chako hakionekani. Lakini uhalisia ni kwamba pika ipikwavyo, kwa sababu ripoti yenyewe ukiangalia vizuri unaweza ukaona ni kama kuna namna imefinywa, sababu haizungumzii baiskeli, pikipiki za Samia na mazagazaga mengi, haizungumzii michango ya wafanyabiashara kukichangia chama cha mashetani, tukiachia mbali ya mauaji ambayo tunasubiri tuone zigo mbuzi wa kafara naenda kuwa nani. Na kwa vyote vile tunalotegemea kwenye ripoti yenyewe iliyotengenezwa na muuaji mwenyewe, ambayo Wasira alishailimiti kwamba haitakiwi kumchunguza muuaji mwenyewe, inatakiwa itafute mbuzi wa kafara mmoja ndo impe kazi ya kumfunga paka kengele. Nirudi kwenye ripoti hizi tatu ambazo msomaji mmoja asema, yani tu deni limesimama liko trilioni 110. Msomaji mmoja kwa akili asema, wewe huko tuishavuka kitambo, hata hapo imebanwa ili tu ionekane mambo si mabaya kivile. Lakini nirudi kwenye ripoti hii inamaanisha kwamba polisi, waendesha mashtaka au mwendesha mashtaka, mahakama zifutwe, hazina kazi, kwa sababu kama zinaadili na kukamata wahalifu, kuna uhalifu gani na wahalifu gani ambao makesi yanaendelea mahakamani, wako magerezani, wako polisi, wana uhalifu mkubwa kuliko uhalifu wa daraja hii, wa madaraja haya? Ikiwa mwezi kuwakamata wahalifu hawa naoita TAKUKURU, mwezi kuwakamata hawa waliofuja kwenye uwanja, wanakuja kuleta taarifa za kwamba na bei zinabadilika. Bei inabadilika, mmemwambia nani? Mmepitisha wapi sasa kwamba bei zimebadilika baada ya uhitaji wa viwango vya FIFA? Mmemwambia nani kwamba bei sasa imebadilishwa, tumeamua kufanya hivi? Taarifa za kwamba bei zimebadilika mlitoa kwenye vikao vyenu vya kichawi. Sasa kwa nini polisi, TAKUKURU, mwendesha mashtaka, mahakama
tusione zinaungurumisha kesi ya aina hii na wahusika wote kwa ndani. Yaani makosa makubwa kama haya adhabu yake ni kuona aibu, ila wanaodokoa vya kudokoa na wanaosingiziwa adhabu yao ni kuhangaishwa mahakamani na magerezani. Okay, tunajua kwa sasa mlishafika mahala kuona hakuna neno linaloweza kubadilisha chochote, wala hakuna binadamu anaweza kubadilisha chochote. Tutajifanyia tunalotaka, tutawaambia tunalotaka. Hiyo ripoti inamaanisha wafungwa walio magerezani wote waachiwe? Kwa sababu ikiwa kuna walioko magerezani, sidhani kama wana makosa makubwa kuliko makosa haya yaliyotajwa, na haya majamaa yako huru mtaani. One day, yes, iko siku haki itaitwa haki na uovu utaitwa ni uovu. Ripoti hii 4 inamaanisha kwamba wasomi hawana akili ya kusimamia mambo kwa hasara hizi zikiwemo za ATCL, TRC. Tunafahamu ukweli ni huo, wasomi hawana akili. Yaani kusoma ni kutolewa akili. Kusoma ni kuishi, ni kupata uhalali wa kuharibu mambo bila kushtakiwa, uhalali wa kukwamisha mambo kwa kinachoitwa elimu, hasa kwenye nchi yetu. Kupata cheti cha kukuhalalisha kwamba kuanzia sasa una haki ya kuharibu mambo, kuiba, kukwamisha mambo, kukwamisha wapambanaji na hautashtakiwa. Kwa nini waonekane bado wanatakiwa kupewa nafasi za kusimamia mambo ambayo yana maslahi kwa jamii? Ni ukweli kwamba cha moto tutakiona, na Watanzania na hasa Watanganyika ni wazi kwamba tutateseka mpaka tutajua mateso ni nini. Kwa sababu kama hii swala la mafuta, vijana wanasema picha linaanza. Wanaona Zanzibar bei ni chini ya 3,000. Afu Tanganyika tunacheza na 3,800 kwenda 4,000 na kitu. Alafu mgawanyo huo kwa asilimia kubwa unaenda pasu kwa pasu bila kuangalia idadi ya watu. Zanzibar inatazamwa kama nchi inayotakiwa kugawiwa mgao wa asilimia kadhaa, sio kufuatana na watu. Lakini wao vya kwao ni vyao, vya kwetu ni vyetu wote. Lakini kama hiyo haitoshi, anajitokeza mwamba anasema tuna mafuta ya kutosha na yaliagizwa kwa bei ambayo itahimili kwa miezi 3. Alafu baadaye wenye nchi wanasema kwa hapa ndo pa kupigia, wanachomeka, bei inakuja juu ili kufidia magepu ya mzigo wa kuchangia harambee. Bei zinakuja juu, na mtasema nini? Mwengo komwe, mbwa nye, tunawaua ikiwa tuna haki ya kutoa uhai wenu. Nini tunaweza tukachukua kwenu? Nini tunaweza tukawafanyia mkatutisha? Kwa hapa ni kama hatuna la kufanya. Lakini walau hata kinywa kionekane kinausemea moyo. Ni kweli adhabu iwe ni ya watu kuona aibu.
Au Samia mwenyewe anaona sasa mkisema tuwajibishe, kwa kazi yake tu hapo ni kuona aibu. Oneni aibu. Basi kwa kweli watoeni wafungwa magerezani, waambieni waone aibu yaishe. Njena hapo sawa bwana, sina ya kusema mengi. Taka tu kuona haya kwamba dhambi, kosa, ubaya usipokuwa ubaya kwa watu fulani, niamini mimi, hata kama tumejizungushia wigo wa aina gani, lakini tunazalisha bomu hatari kuliko nyuklia, na bila shaka wengi wetu tutakuwa sehemu ya madhara, tutayaona madhara yatakayotokana na hali hii. Asanteni sana.